Karibu Tuzo Online. Wa Simba Sports Club, kamishna wa uhifadhi, viongozi wa serikali walioko hapa, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana. Kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, napenda kutoa shukrani za dhati kwa klabu ya Simba Sports Club. Natoa pongezi, nilikuwa naomba kudeclare interest wakati nakuja hapa. Mimi ni mwana Yanga. Nikasema sasa hapa nimekuja kutimiza majukumu. Alafu sisi ni wamoja. Kwa hiyo pamoja na kwamba ni mwana Yanga, niko sambamba na Simba pia. Kwa hiyo nishukuru klabu ya Simba Sports Club kwa kukubali kuwa mshirika wetu, hasa katika safari muhimu ya kuitangaza Tanzania kupitia michezo mbalimbali pamoja na utalii. Leo ni uzinduzi na ushirikiano wa kipekee sana. Ni mwanzo wa mfano mpya wa jinsi taasisi za umma na sekta ya michezo zinavyoweza kushirikiana katika kuleta thamani kwa taifa letu. Tunaziunganisha chapa mbili kubwa za Afrika kwa lengo la kuitangaza Tanzania, ili kuweza kuimarisha utalii wa ndani na kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa kuhifadhi urithi wetu wa asili, lakini pia na historia. Bodi ya wakurugenzi inaunga mkono kikamilifu ushirikiano huu kwa kuwa unaendana kabisa na maono ya mamlaka ya kuifanya Ngorongoro kuwa destination ya kiwango cha kimataifa. Wakati huo huo ikitoa mchango katika utekelezaji wa vipaumbele vya taifa vya kukuza utalii, kukuza uchumi na diplomasia ya kimkakati. Tunawapongeza management za pande zote mbili kwa kazi kubwa ya kubuni na kuandaa ushirikiano huu. Sio kitu rahisi sana, lakini kimetufikisha hapa. Tunaamini kupitia kampeni ya Simba na Visit Ngorongoro, The Pride Returns Home, mamilioni ya Watanzania na mashabiki wa mpira wa miguu watapata sababu mpya ya kutembelea Ngorongoro na kujivunia urithi wa nchi yao. Tunapoelekea kwenye AFCON 2027, ushirikiano huu unaonyesha namna michezo inaweza kuwa chombo cha kutangaza utalii, kuhamasisha uhifadhi na kuijenga Tanzania kama destination bora ya Afrika. Kwa mara nyingine nawashukuru sana viongozi wa Simba Sports Club kwa maono haya ya pamoja. Tunatarajia ushirikiano wa muda mrefu utakaoleta manufaa kwa pande zote mbili na kwa taifa kwa ujumla. Karibuni nyumbani, karibuni Ngorongoro. Simba, asante sana mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba Bwana Crescentius Magori, kamishna wa uhifadhi Bi Neema Abi Matagi, samani OCD Arusha, viongozi wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, ndugu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tunasema asante sana kwa kuweza kutupokea Arusha, hasa katika kipindi ambacho tunaelekea kusherekea miaka 90 tangu kuanzishwa kwa klabu ya Simba. Ushirikiano ambao tunaofanya baina yetu na mamlaka ya uhifadhi ni moja ya shirikiano bora ambazo zimewahi kutokea. Sote tunafahamu tangu kuanzishwa kwake mwaka 1936, chapa ya Simba Sports Club imekuwa na nembo ya mnyama simba. Na simba inamaanisha nini sasa tunaposema the pride returns home? Ameelezea hapa kamishna mkuu. Ukiangalia historia ya Simba na asili yake, au Waswahili wanavyosema jasiri achi hasili. Asili ya mnyama simba ni katika hifadhi kubwa sana duniani. Lakini tunapozungumzia hifadhi kubwa zenye hadhi mpaka ya kutambuliwa na UNESCO, tunazungumzia hifadhi ya Ngorongoro. Kwetu sisi tunaitumia fursa hii
ya kutambulika kwa Ngorongoro katika UNESCO kama sehemu ama mahali pekee penye maajabu. Ameelezea kamishna hapa jinsi ambavyo kumefanyika ugunduzi wa fuvu la kale, nyayo za kale, na sisi tumeona ni nyakati pekee ambayo tunaweza kusherehekea miaka yetu 90 tangu kuanzishwa kwake kwa kurudi nyumbani. Na tunazungumzia Pride Returns Home kwa muktadha wa kwamba familia ya simba imerudi nyumbani ambapo ni Ngorongoro. Tunaamini kwamba miaka hii 90 ya simba yenye mafanikio na yenye safari nyingi, kuna mahali tumepitia changamoto kama klabu, lakini hatujaweza kuanguka. Tumeweka historia, tumepitia changamoto nyingi, lakini tumeweza kusimama. Sio kwa sababu yoyote ile, ni kwa sababu asili ya simba ni kutoshindwa katika mawindo. Na ndio maana tumerudi katika asili yetu katika hifadhi ya Ngorongoro ili kuonesha tamaduni, urithi na nguvu halisi ya mnyama simba. Tunapoelekea katika wiki kuadhimisha miaka 90 ya simba, tunafahamu kwamba sisi ni klabu ambayo inafuatiliwa na mamilioni ya watu pembe zote za dunia, na ukiangalia katika digital footprint zetu, klabu ya Simba ndiyo klabu ambayo inaongoza kwa upande wa Afrika Mashariki na Kati kuwepo katika digital footprint, tukiwa na karibu wafuasi milioni 20 ama zaidi katika mitandao ya kijamii. Hii sio nguvu ndogo, ni nguvu kubwa sana ambayo sisi tunaiona ni fursa pekee ya kuweza kuunganisha nguvu zetu pamoja na mamlaka ya uhifadhi ya Ngorongoro ili kuweza kuionyesha dunia simba imetokea wapi na asili yake ni nini. Kwetu tunachukua ushirikiano huu kuwa ni moja ya ushirikiano bora, kwa maana tunapoelekea katika miaka 90 tutafanya shughuli zote zinazohusiana na kumbukizi ya tangu kuanzishwa kwetu katika hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro, ambapo tutafanya uzinduzi wa matawi, lakini vile vile kutakuwa na program nyingi za activation ambazo zitafanyika katika hifadhi ya Ngorongoro. Lakini kwa kipekee vile vile tunafahamu kwamba simba tumekuwa ni mabalozi wa utalii. Hii si mara ya kwanza, tulifanya hivyo katika kuipromote Tanzania kimataifa kupitia Visit Tanzania, lakini Visit Tanzania ilikuwa ni kama moja ya project ambayo ilikuwa ni broad. Sasa hivi tumeanza kuangalia ni kwa jinsi gani tutaenda katika hifadhi mahususi, na hifadhi ya kwanza ambayo tumeionelea na tumeipendelea kufanya nayo kazi kutokana na upekee wake ni hifadhi ya Ngorongoro. Kwa hiyo ni wataki wana simba wote dunia nzima na mashabiki wetu waweze kuungana nasi katika maadhimisho ya miaka 90 tangu kuanzishwa kwa simba, kwa kufuatilia wiki ya simba, uzinduzi wake, uzinduzi wa matawi pamoja na shughuli nyingine zote ambazo tutazifanya, ikiwemo kutoa kwa jamii, yaani CSR, ambazo zote tutazifanya Serengeti, Ngorongoro. Lakini kwa kipekee kabisa tunapoelekea katika kuzindua jezi zetu mpya, najua kila mmoja amekuwa na shauku ya kufahamu. Kumekuwa na jezi nyingi zinatambaa huko mitaani, lakini jezi ya msimu huu iko vipi? Inaonekana vipi? Ina ladha gani? Itaonekana katika wiki ambayo tutaifanya katika mfululizo wa The Pride Returns Home, yani katika mamlaka ya uhifadhi ya Ngorongoro. Kwa hiyo ninatoa wito wa kipekee kwa mashabiki wetu kuungana na sisi na kufuatilia ushirikiano huu ambao tunauzindua leo hapa Arusha, na kwa kipekee kabisa kutoka kwa management ya Simba Sports Club, ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa management na wafanyakazi wa mamlaka ya uhifadhi kwa kuwa tayari na kupokea wazo letu na kulifanyia kazi kwa pamoja, na wazo hili hatimaye leo linaenda kufanyiwa kazi. Lakini vile vile tunapoelekea katika mashindano ya AFCON mwakani ambapo tutakuwa wenyeji kama Tanzania, na bahati nzuri hapa Arusha ndo tuna uwanja ambao utakuwa ni moja ya viwanja bora vitakavyoweza kuhost mashindano hayo. Sisi tunaamini kwamba itakuwa ni fursa pekee ya kutumia wiki ya Simba au maadhimisho ya Simba Day ama miaka 90 ya Simba kwa kutumia Ngorongoro kama sehemu ya kuweza kuwavutia watalii na mashabiki kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanaokuja Tanzania kwa ajili ya mashindano ya AFCON,
na waweze kutembelea mamlaka na uhifadhi wake. Na kwa kipekee basi, mwenyekiti, nichukue fursa hii kwa niaba ya management kuwataka wanasimba wote kutembelea mamlaka ya uhifadhi ya Ngorongoro na waweze kujionea asili yao, na ndiyo maana sisi kama Simba tumekuja na slogan ya kualika wanasimba na kuwakaribisha katika hifadhi ya Ngorongoro, na tunasema Simba tembelea Ngorongoro. Kwa hiyo mwenyekiti, naomba kwa muda niivunje ile slogan yetu ya Simba nguvu moja, iwe ni Simba tembelea Ngorongoro, ili tuweze ku-officiate jambo hili na liweze kuwavutia wanasimba wote kushirikiana nasi katika projekti hii muhimu. Asante. Kamishna mkuu wa hifadhi ya Ngorongoro, ndugu yangu Badru, afisa mtendaji mkuu wa Simba, wanakuita Madamu Zubeda, Ahmed Ali, msemaji wa Simba, na OCD wa Arusha mjini, Madada Matagi, viongozi wote wa taasisi hizi mbili, Ngorongoro na Simba, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Simba tembelea, Simba tembelea Ngorongoro. Hii maana yake tumeshaanza countdown, wazungu wanasema, kuelekea kwenye uzinduzi wa Simba Day na sherehe za miaka 90 ya Simba. Tutakuwa na msemo wetu #Simba tembelea Ngorongoro. Awali ya yote, kwanza napenda niwashukuru sana kamishna mkuu pamoja na bodi yako kwa kuweza kukubali ushirikiano huu. Kwanza kwa Simba, Arusha ni nyumbani. Kama kuna mkoa ambao, mpige makofi basi Arusha, Simba tukija huwa tunasikia raha, ni Arusha. Na kwa kweli tulikuwa wakati mwingine naongea na mkuu wa mkoa, anafuatilia sana ule uwanja unaisha lini, uwanja unaisha lini. Kama uwanja ungekuwa umeisha mapema, pengine shughuli yetu ya Simba wiki tungeweza kuifanyia hapa Arusha, lakini inshallah muda sio mrefu, nafikiri mkoa ambao utakuwa wa kwanza kupata shughuli za Simba wiki na Simba Day katika miaka ijayo, Arusha nafikiri una nafasi kubwa sana, hasa baada ya kupata ule uwanja. Jambo la pili ambalo ningependa kulisema, Simba ni klabu ya michezo, lakini imebebwa sana na mpira wa miguu. Mwaka huu ni miaka 90. Lakini katika siku za karibuni tumekuwa tunajihusisha sana na mambo ambayo yana faida pia kwa nchi. Simba ilikuwa ni klabu ya kwanza tulianza kusapoti utalii. Tulisapoti utalii kwa maana ya kwa Visit Zanzibar na Visit Tanzania. Lakini kama mnakumbuka, mwaka juzi kulikuwa tulizindua Simba Day na kitu gani kinaitwa? Nani nakumbuka? Kibegi. Kilienda mlima Kilimanjaro. Tulitangaza utalii wa mlima Kilimanjaro kwa kupitia Kibegi. Sasa mwaka huu kusherehekea miaka 90 ya Simba, tumeamua kuzindua na kusherehekea wiki ya Simba kupitia hifadhi ya Ngorongoro. Kwa hiyo ndugu kamishna mkuu wa hifadhi, naomba nikuahidi kwamba kwa kushirikiana kipindi hiki na Simba, kama ulivyosema hapo awali, itakuwa ni faida kubwa kwa taasisi hizi mbili. Taasisi ya Ngorongoro kwa kutangaza product zake nyingi ambazo zipo, na Simba pia tutafaidika sana kwa kushirikiana na Ngorongoro. Na ni kwa sababu katika Ngorongoro watu wa Simba wanajihisi wako nyumbani, wanarudi nyumbani, ni kwa sababu
katika wanyama ambao wanasema ni mfalme wa mwitu, wako wengi sana pale Ngorongoro. Kwa hiyo nikuhakikishie, kama alivyosema CEO, mmechagua platform sahihi. Nilikuwa naangalia hapa posti moja iliyowekwa masaa 17 iliyopita. Kuna watu karibu zaidi 40,000 wametembelea kwamba kuna jambo kati ya Simba na Ngorongoro. Simba ina wafuasi kwenye mitandao zaidi ya milioni 20. Kwa hiyo collaboration hii tutakayoifanya na countdown mpaka tunaenda kuzindua hiyo Simba wiki, na kuhakikishia tutapata wateja wengi sana wa nje na wa ndani. Na kwa kipindi hiki ni vizuri sana tukatumia kuweza kutangaza product nyingi wakati tunaelekea kwenye AFCON, na Arusha itakuwa ni mji ambao pia utakuwa na mechi za AFCON. Kwa hiyo ndugu kamishna mkuu wa hifadhi ya Ngorongoro, ni kuhakikishia kwamba sisi Simba tutakusapoti, sio tu kwa kipindi hiki, kipindi chote ambacho utakuwa uko tayari una program zako za kuweza kufanya collaboration na Simba, sisi tuko tayari, kwa sababu tutasapoti hifadhi, tutasapoti utalii na tutasapoti uchumi wa nchi hii uzidi kupaa. Ama ushirikiano, lengo likiwa ni kukuza utalii nje na ndani, lakini pia na tayari wameshamaliza zote, tunaomba msimame ili muweze kukabidhiana, kubadilishana nyaraka hizo. Kwanza mnazionyesha kwa Watanzania waone kwamba kuna kitu kimefanyika. Namna hiyo Watanzania wanaangalia kupitia vyombo mbalimbali kama Azam TV. Safi kabisa. Naomba sasa mkabidhiane ili kuonyesha kwamba hawa watu wawili kwa siku ya leo wameweza kukabidhiana nyaraka hizi muhimu. Naam. Wanakabidhiana nyaraka hiyo kuonyesha kwamba hili jambo si la mchezo. Simba ni timu kubwa bwana. Lazima utaki usitaki utayanywa. Kwa hiyo leo wale wa upande mwingine wataki wasitaki, lakini ndio Simba shakuwa kama maji. Lazima watayanywa tu. Asante sana, tunashukuru. Tunaomba sasa wenye viti msimame tuweze kupata picha pamoja hapo. Tupige picha hapo. Masio pia mngeshikamata hizo nyaraka zenu ingekuwa vizuri zaidi. Yes. Vizuri sana. Shukrani sana. Basi tunaomba mkae sasa. Nadhani tunaelekea ukingoni mwa